We Steven. Nini hiki? Vipi linakuzuia kufundisha au? Unasemaje Steven? Upuuzi gani unazungumza? Sasa hilo kuna mtu tulitakiwa kumfanyia delivery hapa bondeni. Anasema mazishi ni saa 10. Sasa sisi tunataka tusome kidogo. Ikifika saa 9 tukuombe ruhusa tumpelekee. Halina shida ticha, endelea kufundisha. Wanani? Naam. Hivi unamsikiliza vizuri mwenzako anachokizungumza? Mmelitoa wapi hili? Sasa kwani kuna shida gani mwalimu? Siliko tupu hilo. Mnalizalao tu huo mninga huo, ni hela hiyo. Kweli kuna jamaa mmoja alitulipaga hela kidogo. Unamkumbuka yule Steve? Tukamtengenezea la mbao za muembe. Hawajamaliza hata kuaga likapasuka. Lakini hiyo ni hela, ni vile tu mnalizalao. Ndio hela hizo tunazopatia kuwalipa ada. Endelea teacher, hamna shida. Hebu acheni upumbavu. Aya, njoo na mwenzako, chukueni mzigo wenu nje. Alafu kama hii ni biashara yenu, mkaifanye huko nje, sio hapa shuleni. Na kwenye kipindi changu sitaki. Msicheze na mimi kabisa. Haya. Mwalimu, ni upumbavu. Yaani biashara inayotufanya sisi tupate hela tuje tulipe ada. Ni upumbavu. Wa nani? Sawa. Hebu ngoja tulitoe nje. Sawa, sisi ni wajinga. Fisabilillah, ngoja tutoe nje. Katoe. Steven. Msicheze na mimi Hivi wewe Steven, wewe ungeweza kufundisha kweli? Unaona kitu kiko wewe kweli unakili timamu kweli wewe Steven wewe? Steven, mimi nimechoka. Hebu acha. Sio nende nikatoa wewe. Wewe utoe mimi na wewe nani mkuu? Sasa mimi nimelibeba mpaka. Bwana nikachukue nani kule tuende nje. Steven, unanipiga kofi Steven? Mna akili kweli nyinyi, mna akili timamu? Mwalimu, si tunatoa. Kwani tumekataa? Hai maneno yote yanakutoka kwa ajili sisi tumeleta biashara yetu hapa. Sawa, nje. Alafu nikwambie mwalimu, hautaishi milele. Unaweza kuja iwe familia iwe mara Hamadi. Tutawapandishia bei na hamtaamini kabisa. Wewe Steve wewe Steven wewe na kwa taarifa yako utaanza wewe, mimi nitabaki. Unajui kama walimu tunaishi miaka mingi. Haya, nje. Hebu toeni bana. Wanani? Nyanyua hela. Wewe tembea mwana. Ina maana toka muda wote ule bado umenuna wanani? Steve, yani mabiashara tu Steve. Yani mabiashara unanipiga makofi. Nenda bwana. Haki ya nani? Wewe unakuwa na roho kama ya mwanamke. Ndio maana ni mweusi wewe. Nenda. Wewe utafikiri kenyewe ni keupe. Wewe ni mweupe. Ndio shule yenye vituko. Ina wapole pia ina michepuko. Kama una heshima zako utazachoko huko. Ini elimu ya watu wazima sio watoto. Waka mwenye nyumba wako utasoma naye. Hata eksi wako pia utasoma naye. Hata kijumbe wako pia utasoma naye. Mpaka mkwe wako pia utasoma naye. Menkwa Menkwa school. Wewe njoo. Sasa hivi saa ngapi? Saa 5 mapumziko. Saa 5 mapumziko. Wewe ndo muda wa kuja shule? Mimi ni changamoto kazini. Mambo yalikuwa mengi kidogo, watu za ushuru walikuwa wamekuja kuchukua na mapato kwenye baa yako ile. Kwa changamoto za kazini kwako unazileta mpaka kwenye kazi yangu. Wamesema tusikwepe kodi, sasa ndo na nikupo na malizana nao, lakini nikasema pamoja na hivyo siwezi kutega shule, nimesema ni wahi. Ngoja, na hiko umevaa kiatu gani? Ni kiatu cha shule hiki? So cha shule kweli alafu eti ujue. Unaona? Kwa mimi ndo nimekukumbusha kwamba sio ulikuwa uone sasa. Na cha kipaimara nimechanganisha mambo, mchanganyishano. Cha kipaimara cha shule cha kipaimara. Good luck, wewe ni mtoto mdogo. Nimechanganyisha mambo sasa yani kwenye haraka. Ila samani mwalimu. Samani. Samani. Sichanganyishi tena. Kuchanganyisha, michanganyishano inatokea jamani. Mwalimu njoo msikilize huu. Umeona? Huyu kwanza ndo linafika sasa hivi saa 5. Wako mapumziko, naangalia viatu lilovaa. Viatu sio vya shule hivi. Viatu vya nyumbani limekuja navyo shuleni. Alafu linaniambia nisamee mwalimu. Yaani kila slice tu unakuja tu? Yaani samani si ndio inakuwa ina nguvu jamani, mtu akikosea aseme samani, mmesema wenyewe au? Yaani unafanya makosa ukitegemea utafanya samani, sisi tunakusamea. Sikujipanga kuja kuomba samani. Tumekutana tu njiani.
hichi ni cha kipaimara, sawa? Cha kinaniliu cha kidini. Wewe siku utakuja kukutandika wewe. Sema leo umepata bahati tu na stress yangu ya vikoba. Wewe? Basi nisamehe. Mimi alijirudi tena. Nitazame kwa. Alijirudi tena ilikosa. Aya, potea. Potea. Nipotea alafu mnione mchawi mwanzo. Indo shule yenye vituko, ina wapole pia ina micheruko. Wewe pattern. Sangapi sasa hivi? Saa 4. Kwa unavyojisikia wewe unakuja muda wote unaotaka, si ndio? Madam samani, jana nilichelewa studio, nilikuwa na Boba kwa Good Master pale. Kuna kazi mpya natarajia kuiachia, kwa hiyo mambo yakawa mengi ndo nimechelewa kuamka madam wangu. Samani sana. Kwa mambo ya usanii wako mimi ananihusu nini huko? Afu unataka kunizoea sana wewe. Boba. Mimi ananihusu nini huyo Boba huyo? Hebu kaa chini uandike huko. Jamani wanafunzi, nafikiri nishatoa kazi, nishamaliza, fanyeni kazi zangu ninapotaka, si ndio? Kuna swali lolote? Hapana. Masha, uchoyo. Unakula nini? Chukua. Masha mbaya. Wewe waweza kukiona macho maru yako unajificha, unakula kwa kujificha. Ni kuona umeniomba kitu. Afu binti ana kelele huyo. Mke wangu. Njaa kinoma. Yaani ukirudi nyumbani nipikie chakula kidogo. Hivi unajisikia unachoongea katika masikio yako mwanaume? Niache kuandika notes niende nikakupikia chakula nyumbani. Basi nitakuandikia notes. Wewe huyo, kwa akili gani ulikuwa nao mpaka uchukue notes zangu uziandike? Masha. Hivi unamjibu hivyo ni mume wako ni nani? Wanaume wajibu hivyo bibi yangu. Upo. Cha kwanza, cha pili, kama umemchoka tuachie sisi. Wewe si unamfokea, si tutamtunza. Oh. Kwa hiyo unaniletea mambo meusi katika ndoa yangu, si ndio? Yaani baada ya kuyafanya akawa meupe kama sanda, umeamua kuyafanya meusi akawa kama mkaa. Binti una kielele. Wewe unajua hata mambo ya ndoa? Unajua hata mambo ya ndoa wewe? Nakuuliza, ulishaikuingia kwenye ndoa lini? Kama umekosea usiambiwe. Hapo bibi. Baada ya kulifanyia mambo yakawa meupe kama sanda, umeamua kubadilisha ukawafanya yakawa meusi kama mkaa. Si ndio unanielewa? Sasa sikiliza nikwambie wewe binti. Acha kuingilia vitu visipokuhusu. Unajua hata maana ya ndoa ni nini? Nidhamu. Lini umeolewa nidhamu ungekuwepo hapa wewe? Masha, tumewachoka. Huko ndani kila siku ni nyie tu. Nyie sio wanaume, ni wanawake nyie. Mtawatwanga makofi sasa hivi. Wewe mambo ya wanawake unaingilia. Montres andika majina hizi mga. Sasa wewe hii kama sikutoa wiki. Alafu wewe ndio umesababisha mdomo, mambo ya wanawake unaingilia. hapana, sio mwenyewe. Okay. Mungu unipe mkate kama uronipa jana. Usinibarikiwa kwa mwana. Mindo mama. Hapo usifanyaje? Usiniache nalia we. Hiki mindo na kutegemea. Najua nini? Najua unanisikia. Wewe kama Mungu kanijibia. Akushike nini? Nishike mkono. Nishike mkono nisidhalilike. Akushike nini? Nishike mkono. Nishike mkono nasi nifike. Akushike nini? Nishike mkono. Nishike mkono nisidhalilike. Sasa hilo kuna nyingine nakwambia, ukweli nguvu sina. Pesa yako sina. Basi ukiniacha wewe niache kimya. Sawa elimu sina. Hata kazi sina. Wewe baba, sasa utapataje elimu wakati uko bize kuimbisha wenzako? Uko elimu sina. Elimu nayo una na huwezi ukaipata. Wewe baba, wewe ndio bingwa wa kuja shuleni unawaimbisha wanafunzi wenzako wote wanakusikiliza.
Si ndio? Sasa tutaenda ofisini baba. Utafika ofisini, utatuimbisha na sisi walimu. Wewe si bingwa